Karibu msikilizaji, tupate kufahamishana kuhusu yaliyojiri na tupate kuelewa kwamba hali iko vipi katika nchi ya Tanzania. Sasa msikilizaji, makamu wa rais Bwana Emmanuel Nchimbi baada ya kuweza kuzungumza na kukataa kwamba watu wasiweze kuendelea kuyazungumzia matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 mpaka 31. Swala hili msikilizaji, limeweza kumletea matatizo baada ya kupata kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa makundi kadhaa ambayo yanahisi kwamba ameweza kuzikandamiza haki za Watanzania ama pia kuweza kuwanyima uhuru wa kuweza kuzungumza. Sasa kupitia kwa mwanasheria mmoja nchini Tanzania ameweza kusema kwamba sheria inaruhusu Watanzania kutoa maoni kuhusu jambo lolote lile, iwe ni jambo lililoweza kutokea Oktoba 29, iwe ni jambo lolote lililoweza kutokea katika nchi. Kila Mtanzania ana uhuru wa kupata kuzungumzia swala hilo. Sasa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18A imetoa haki ya watu kutoa maoni yao kuhusu jambo lolote lile, liwe ni tarehe 29 Oktoba, liwe ni mwakani, liwe mwaka 2030. Katiba imetoa uhuru, ili mradi tu katika kutoa huo uhuru wa maoni yako, uhuru wa kutoa maoni yako, usivunje sheria za nchi. Sasa kwenye sheria zetu mpaka leo tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026 hakuna sheria yoyote iliyotungwa na bunge inayosema mtu yoyote atakayezungumzia matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 atakuwa amefanya kosa la jinai na adhabu yake itakuwa kufungwa jela miaka 5. Hakuna hiyo sheria ya hivyo. Na nchi haiongozwi kwa matamko. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na ndio maana Dr. Emmanuel Nchimbi wakati anaapa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapa kwamba atalinda katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa watu kutoa maoni. Kwa hiyo alichokiapa Dr. Emmanuel Nchimbi ni kwamba ameapa kulinda uhuru wa watu kutoa maoni yao. Msikilizaji, Bwana Nchimbi amepatikana na makosa baada ya kuweza kuwasihi Watanzania wasiweze kuzungumzia matukio ya Oktoba 29 kunradi. Kwa sababu msikilizaji, cha kwanza ni kwamba bila kuzungumzia matukio ya Oktoba 29 ni kusema kwamba watu wasahau maovu yaliyoweza kutendwa kwa familia zao. Watu wapate kusahau kwamba hawana miili ya ndugu zao na hawajaweza kuizika. Pia ni kusema kwamba ndugu na jamaa walioweza kutekwa au kupotezwa wapate kusaulika tu na iwe freshi tu kwamba ni poa tu, yani hamna maneno, taifa liko sawa na tuendelee mbele. Msikilizaji, bila shaka hilo linakiuka haki ya Watanzania ambao tayari baadhi ya familia zinaendelea kuomboleza kuwapoteza wapendwa wao. Baadhi ya familia zinaogopa kuzungumza kuhusu wapendwa wao waliopotezwa, na kuna baadhi ya familia ambazo hawajui wapendwa wao wako wapi. Msikilizaji, nilipata kukuzungumzia na kukueleza taarifa nilizozipata kuhusu mwanadada aliyeweza kutoweka siku 3 baada ya kutoa ushahidi kwa tume, ushahidi ulioweza kuonyesha polisi wakisababisha mauaji, lakini pia video aliyoweza kuiwasilisha ilionyesha sura zao, mazungumzo yao na kile walichokifanya siku ya Oktoba 29. Na baada ya kupeana video hiyo kwa tume, dada huyo ameweza kupotezwa siku chache baadaye. Sasa msikilizaji, vitendo kama hivi vikiendelea kutendeka, kisha naibu wa rais
akaja akawaambia wananchi kwamba wasiweze kuzungumzia matukio yaliyoweza kupita. Sasa inaonyesha kwamba makamu wa rais ana utu wa kiasi gani, kwa sababu hauwezi kuwaambia watu wasiweze kuzungumzia matendo yaliyoweza kuwaumiza, ambayo serikali haijakubali kwamba yalitokea, ambayo pia hakuna mtu aliyeomba msamaha kwa kutekelezwa kwa mambo hayo, lakini pia hakuna mtu aliyechukua responsibility na kusema kwamba jamani, samahani, hiki na hiki kilitokea na serikali itafanya hiki na hiki kuhakikisha kwamba jambo kama hilo haliwezi kutokea. Sasa msikilizaji, wapo polisi walioshuhudiwa wakiwaua Watanzania ambao hawajachukuliwa hatua yoyote, lakini pia Mama Samia kupitia ama viongozi wa serikali kwa jumla, hamna kiongozi hata mmoja ambaye amechukua nafasi yake na kukemea vitendo ama kukemea kitendo cha polisi kuwaua Watanzania ama kuwaua raia. Kila mmoja ameonekana kutetea swala hilo akisema kwamba ilikuwa inahitajika ifanyike hivyo. Bila shaka kwa maneno yake, Samia alisema kwamba hawakuwa na nguvu ambayo ingekuwa chache kuliko walioitumika, kwa sababu kwa hivyo iliyotumika ilipaswa kutumika. Kwa hivyo hana sababu ya kuweza kuonekana kama anaweza kuomba msamaha ama amehuzunika na kile ambacho kiliweza kutendeka Oktoba 29. Bila shaka hicho ndo kinaweza kushuhudiwa kwa Bwana Emmanuel Nchimbi, ambaye anawaambia Watanzania kwamba wasiweze kuendelea kuyazungumzia matukio ya Oktoba 29. Na bila shaka tukio hilo la Oktoba 29 ni tukio ambalo limeumiza zaidi ya familia 10,000 nchini Tanzania, ambalo linapaswa kuendelea kuzungumziwa mpaka pale serikali itakapoweza kuhakikishia wananchi kwamba swala kama hilo halitoweza kujirudia, lakini pia kuonyesha kwamba imeweka mbinu zitakazo walinda wananchi kutokana na matendo kama yale. Hatuoni mtu ambaye anaonekana kubeba mzigo huu wa Watanzania. Haonekani mtu ambaye anaweza kutoa hata mazungumzo yatakayoweza kufariji baadhi ya familia ambazo zilipoteza wapendwa wao, ambazo kwamba hazina miili ya kuzika, ambazo kwamba hawajui wapendwa wao wako wapi. Sasa swala hili pia limepata kuzungumziwa na Bwana John Heche ambaye pia ni kiongozi wa Chadema. Akaweza kuzungumza akasema hivi: watu wanachukuliwa kama kuku, ni sharti wote tupige kelele kuhusu vitendo vibovu vya serikali. Tusipofanya hivyo, leo itakuwa ni mimi, kesho itakuwa ni wewe. Hatutanyamazia yaliyotokea Oktoba 29. Hata ikichukua miaka 20 tutaendelea kuongea. Waliowachukua Watanzania watakamatwa tu, hata ikichukua muda. Msikilizaji, huyu ni John Heche ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema. Tunaweza kumuita kiongozi wa upinzani pia, kwa sababu yupo katika chama ambacho kinatofautiana na sera za serikali ya nchi ya Tanzania, ambaye pia ameweza kusema kwamba ni sharti Watanzania waweze kupewa nafasi ya kuendelea kuyazungumzia yale ambayo ni maovu mpaka pale ambapo tutaweza kuona tofauti nchini Tanzania. Bila shaka msikilizaji, swala kama hili linapotokea na likakosa sauti ya kuendelea kulizungumzia, bila shaka litasahaulika na litaonekana kama jambo chema lililoweza kufanyika, kwa sababu waliolifanya wamefua dafu na pia wameweza
kupata kile ambacho walipania kupata baada ya kufanya hivyo. Na kwa hivyo bila shaka makamu wa rais ameweza kuonekana akiwa amepotea ama ameotea pia, kwa sababu anawaelekeza Watanzania kufanya visivyo. Bila shaka kila Mtanzania ana haki ya kutoa maoni kuhusu jambo lolote lile, lakini pia kutoa maoni yake binafsi kuhusu chochote kile ambacho kinatokea na kile ambacho kinahusu maslahi ya Watanzania. Bila shaka msikilizaji, naendelea kukukaribisha uendelee kufuatilia kituo hichi kwa kutia subscription, kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia na kuweza kuhakikisha kwamba unazipata ukiwa nambari moja. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nakupatia uchambuzi wa kina na tunapata kuyaelewa yale ambayo yanaweza kutokea katika taifa la Tanzania.